Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu tumepata nafasi nyingine ya kuendelea na mfululizo wa maombi yetu yanayoambatana pamoja na mafundisho. Nashukuru mnaofuatilia Facebook. Mungu awabariki. Mnaofuatilia YouTube, Mungu awabariki sana. Tushirikiane pamoja kumega mkate huu. Haleluya. Tunaendelea na ujumbe unaosema madhara ya kurithi kiti, ikiwa ni siku yetu ya 5. Tunaangalia madhara kwa siku kadhaa. Sasa natamani tuangalie neema ya Mungu inavyotuwezesha tunapoketisha pamoja na Kristo, au kiti cha kimungu ambavyo kinavyoweza kusimama kutusaidia kushinda viti au kushughulikia athari ya vitu tulivyorithi. Jana tumepita tukipindua viti vya enzi. Sasa tunaangalia kuketishwa pamoja na Kristo ili tuweze kushinda athari, tuweze kushinda madhara ya kurithi viti vya miungu migeni. Kitabu cha Efeso 2 na mstari ule wa 6 hadi mstari wa 10. Kitabu cha Efeso 2:6-10, Biblia inasema, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu, ili kwamba katika zamani zinazokuja audhihirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema, ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa pointi yangu ya msingi, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Kwa tumeketishwa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho. Oboka viti vinasimikwa ulimwengu wa roho na matokeo yanatokea ulimwengu wa mwili. Tulipoketisha pamoja na baba zetu katika ulimwengu wa roho, matokeo ya kuketishwa au ya kurithishwa viti vya enzi vya miungu tumeyaona kwenye maisha yetu. Tumeona athari, tumeona madhara mengi yakitokea kwa sababu ya kurithishwa, madhara ya viti vya enzi ambavyo hatukuvijua, hatukushiriki vinaposimikwa. Ni vizazi na vizazi walifanya hayo, lakini sisi tumerithishwa na tumeona madhara kwa wale sana ya kurithishwa mifumo au nafasi za miungu katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa nasema akatuketisha pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tumeona siku ya ngapi kwamba Kristo asema na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Kristo alirithi kiti cha enzi. Mfumo wa utawala ulisimikwa na Mungu kwa Daudi, na kiliposimikwa kiti kwa Daudi, huo mfumo unaendelea kizazi na kizazi. Na Kristo alipokuja katika ulimwengu huu akarithisha kiti cha enzi cha Daudi, na ufalme wake ni umele ambao hauna mwisho. Sasa katika kiti alichoketi Kristo katika ulimwengu wa roho, tumeketishwa ndani yake. Haleluya! Si kwamba kuna kiti kingine unakaa pembeni na mwingine pembeni na mwingine pembeni. Kristo anasema sisi tukiwa ndani yake, naye ndani yetu, tume lolote tutatendewa. Kwa tunaketishwa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho. Sasa mambo ya ulimwengu wa roho ni tofauti na mambo ya ulimwengu wa nyama na damu. Kwa tumeketishwa na Kristo katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo Kristo alipotumua kwa damu yake ya thamani, akatufanya kwa ukuhani wa ufalme, tunamiliki juu ya nchi. Kwa tunapomiliki juu ya nchi,
tumeketishwa na Kristo katika ulimwengu wa roho. Sasa kama kuketi na Kristo ni lazima, kitu cha kwanza elewa, kuokoka ni lazima, kutenda mapenzi ya Mungu ni lazima. Sasa Kristo anapotuketisha anahitaji aone matokeo kuketi kwenye kiti. Tumeona tulianza kule nyuma, tumeona Daudi, Biblia inasema kama Daudi akisha kulitumikia shauri la Bwana akalala. Mfalme wa Daudi alikuwa ni mfalme wa taifa la Israeli, lakini alitumikia shauri la Bwana kwenye kizazi chake akalala. Kwa Mungu anapoketisha na Kristo katika ulimwengu wa roho, anachotafuta ni uyatende mapenzi ya Mungu, utende shauri la Mungu, utende makusudi ya Mungu, utende mapenzi ya Mungu, ufanye kile Mungu anataka ukifanye katika ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anachotaka Mungu ungerishe upande huu. Yaani kama Mungu amekuketisha kwenye ngazi ya familia, anataka udhirishe ufalme huu katika ngazi ya familia. Na Mungu anapoanza anakupa nafasi kwanza ndogo. Ukitoa matokeo mazuri anakuongezea nafasi. Ukipewa nafasi nyingine, ukitoa matokeo mazuri unapewa nafasi, utukufu hadi utukufu na neema hata neema. Sasa kuna wengine waliketishwa kwenye ngazi ya familia wakaharibu, hawakupewa nafasi nyingine. Kuna wengine wamepewa nafasi ya mtaa, nafasi ya kitongoji, nafasi ya mji, nafasi ya jimbo au mkoa na nafasi ya kitaifa. Mungu anapokuketisha na Kristo mahali, unapata heshima, unapata kibali, unathaminiwa, unapata baraka, unarithi ahadi za ufalme wa Mungu hapa duniani. Sasa Mungu anachotafuta ni kwamba akikuketisha mahali umzalie matunda. Na Mungu amesema wazi, ule mtu unaozaa matunda anaopalilia uweze kuzaa zaidi. Sasa kama umepewa neema mahali na Mungu, Mungu anatarajia umzalie matunda. Kama Mungu amekupa nafasi kwenye mtaa, anatamani uzae matunda kwenye mtaa. Ukizaa kwenye mtaa, anakutoa kwenye mtaa, kutoka kwenye viwango tena vingine, akupeleka kwenye kiwango cha mkoa. Akiona umefanya kazi vizuri katikati ya huo mkoa, anakutoa kwenye kanda, unakuwa mikoa mitatu, unakuwa mikoa minne, unakuwa majimbo matano. Ukizaa matunda unapewa taifa, ukizaa matunda kwenye taifa unapewa kimataifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu wetu ni mwaminifu. Natamani leo tuombe maombi ya kwamba Bwana atupe nafasi. Kumbuka, kuketishwa na Kristo unapewa nafasi mahali kwa ajili ya ufalme wa Mungu, lakini kuna mfumo wa ufalme wa mbinguni unaachiliwa kwako ili uratibishe vitu kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kiti ni mfumo wa utawala unaotumia mapenzi ya mwenyekiti. Kwa kama Mungu amekupa kiti chake kuketi na Kristo, anataka mfumo wa ufalme wa mbinguni, huo mfumo udhihirike mahali tulipo, na watu wasema tunamwona Mungu kwa kupitia mtumishi fulani. Tunamwona Mungu, watu wamuone Mungu, wasikuone wewe, wasimuone Harrison Nzava, wamuone Mungu Harrison Nzava. Wanasifiwe. Hata hivi ninavyofundisha, sifundishi kwa mapenzi yangu, bali ni kwa mapenzi aliyeniita. Bwana Yesu asifiwe. Na ameniambia kabisa Mungu kwamba katika majira kupitia huduma yako, ninapita nikiyaponya mataifa. Unapoenda amenishuhudia siku ya leo, na kama tunafuatilia mafundisho ya jana ya kupindua vitu vingi, hata ameketisha mahali fulani, ameketi mahali pazuri ambao hawezi akaelezea. Nikajua kama Bwana namtangazia kwamba leo tunaketi na Kristo. Sasa na wewe pia hakika ng'ang'ana, uone ni Mungu wa roho umeweka mahali ambapo ni mahali penye heshima, ni mahali penye hadhi, mahali ambapo Mungu anatukuzwa. Nataka niombe mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu, ulituumba katika Kristo Yesu, ukatukufa pamoja naye, katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu.
juu sana kuliko falme zote, juu sana kuliko majina yote, maana jina la Yesu umelikirimia huwa jina kuu kupita majina yote. Kwa vitu vya mbinguni hata kwa vitu vya duniani, hiyo tumeketishwa na Kristo juu sana kuliko falme zote, juu sana kuliko mamlaka zote, juu sana kuliko kila kinachotajwa katika ulimwengu huu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, anasema mbele zako kwa ajili ya watoto wako ambao wanafuatilia maombi haya kutoka mataifa mbalimbali, kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania, kutoka Afrika Mashariki, kutoka Afrika Kusini, Afrika Magharibi, kutoka Afrika Kaskazini, kutoka Bwana Ulaya Yoko nafuatilia Bwana kutoka kule India, wako nafuatilia kutoka kule Canada, wako nafuatilia kutoka kule Australia, wako nafuatilia kutoka kule Marekani, wako nafuatilia Bwana kutoka kule Uingereza, katika jina la Yesu. Baba, nawaleta kwenye madhabahu yako, wape nafasi Bwana ndani ya ukulima wako Bwana, uwaketishe pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho, uwaketishe pamoja na Kristo ili ni mfumo wa ukulima Mungu uingie kazini sasa, kupitia mahali walipo, heshima ya ufalme wa Mungu ionekane ndani yake, ile neno ya ufalme wa Mungu ionekane ndani yake katika jina la Yesu. Maana tukiketisha pamoja na Kristo unapata neema, unapata kibali kama vile Esta katika ugenini kule Babeli alipata neema ya kuwa malkia, lakini alikuwekwa pale kwa ajili ya makusudi yako, ili kuwavusha Wanaisraeli katika kipindi kile cha Hamani, ili kuwa na upanga ulimweka pale, ukampa nafasi na mfumo wa ufalme wa mbinguni ulitawala pale, wakaona matokeo ushindi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hata kina Danieli katika nchi ya ugenini ya Bwana walisimama na wewe, ukawapa nafasi, ukawaketisha na Kristo katika ulimwengu wa roho, wakapata nafasi. Ilipoinuka vita uliwatetea, maana uliwaketisha pamoja na Kristo katika jina la Yesu. Nami naomba ajili ya watoto wako walioko maofisini, uwaketishe na Kristo katikati hizo ofisi, ile heshima ya kifalme ikadhihirike Bwana, wakapate haki zao, kuongezewa mishahara, hata marupurupu yao ambao wamepunguziwa wakaongezewe, wakaona fedha zao mbalimbali Baba, katika mahali wanapotumika yako malundikizo yamelundikwa mbalimbali ya fedha yao imekwama. Bwana, uwaketishe pamoja na Kristo ili haki zao za msingi waweze kuzipokea, ule mfumo wa ufalme wa mbinguni ukachipuke katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, Bwana wako wenye nguvu, Bwana wako walio hodari, uingie kazini sasa, ukiachilia mfumo wa ufalme wako katikati watoto wako, uwaketishe Baba pamoja na Kristo, wako waweze kurithi, wako waweze kumiliki ule mfumo Bwana ufalme wa Mungu katika kwenda kunywa Bwana, katika haki na furaha, katika Roho Mtakatifu. Ufalme wako uwaketishe mahali ili furaha na haki ikapate kuchipuka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu mwenye nguvu, Mungu aliye karibu, ninaomba Baba watoto wako ambao wanapata mafundisho, wape nafasi, wape nafasi, wape nafasi mahali walipo katikati ya taifa lolote, wape nafasi katika jina la Yesu. Nafasi ya upendeleo, neema yake watambulishe, uwaketishe pamoja na Kristo ili heshima ya ufalme ionekane ndani yao, wakutambulishe mahali walipo, wakutambulishe kihuduma, wakutambulishe kiuchumi, wakutambulishe kwenye familia katika jina la Yesu. Wakakuone kupitia watumishi wako ambao wanafuatilia maombi haya katika jina la Yesu. Ile neema yako Mungu ambayo imeachilia kwenye majira ya siku za mwisho, hiyo neema ikachipuke kwao katika jina la Yesu. Hiyo neema ya Bwana ikadhihirike kwao katika damu ya Pasaka ya mwanakondoo Yesu Kristo wa Nazareti. Hiyo neema yako Mfalme ikaweze kudhihirika, hiyo neema yako Bwana majeshi ikaweze kuonekana katika jina la Yesu. Kwa mkono wenye nguvu, kwa mkono wenye mosha, ukajidhihirisha kwa mamlaka yaliyoko, kwa nguvu zilizoko, uweze kujidhihirisha katikati ya watoto wako, katikati ya watumishi wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai.
Baba, katika damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu Kristo wa Nazareti. Asante maana unajidhihirisha katikati watoto wako. Asante maana unawakitisha pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho, na matokeo yataonekana ulimwengu wa mwili, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Mungu akubariki unapofuatilia mafundisho mahali popote pale, lakini nataka nikushare neno moja. Ni majira ya siku za mwisho. Kristo amekaribia sana kurudi. Unabii mbalimbali ambao umetabiriwa umeshakwisha kuonekana wazi wazi kabisa. Sasa ni majira ya kujitakasa sana, wakati tunakesha pamoja na Kristo na kubarikiwa kwa baraka mbalimbali, lakini baraka namba moja ni kumpokea Bwana Mwokozi wa maisha yako. Nikuongoze sala toba mahali popote ulipo, napofuatilia mambo hujaokoka, natamani leo upate kumpokea Yesu kama moyo wako naamini. Biblia inasema ukiamini kwa moyo utapata haki, lakini ukimkiri kwa kinywa utapata wokovu. Hata nikuongoze maombi ya sala toba kwa dakika chache, ili kama hujampokea Yesu uweze kumpokea Yesu. Utanifuatisha maombi haya. Kama natamani kuokoka leo, utafuatisha maombi haya. Sema: Mungu Baba, katika jina la Yesu ninakuja mbele zako nikiwa ni mwenye dhambi, maana kwa matendo ya sheria hatuwezi kuokoka, maana wokovu ni kwa neema tu. Nami naomba leo ile neema iokoayo wanadamu wote iweze kufunuliwa katikati ya maisha yangu. Bwana Yesu, futa dhambi zangu kwa damu ya Yesu ambazo nimezifanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Naomba unisamehe dhambi zangu zote ambazo nimezifanya. Futa jina langu kwenye kitabu cha uzima. Andika jina langu kwenye kitabu chako cha uzima, kitabu cha mwana kondoo Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu uliye hai, naomba unihamishe kutoka ufalme wa giza. Naomba uniingize katika ufalme wa mwana wa pendo lako, ndani ya uzima, ndani ya ukombozi, ndani ya baraka, nikazirithi ahadi za Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Mungu uliye hai, leo hii ninampokea mwanao Yesu Kristo wa Nazareti awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Natangaza leo nimeokoka kwa jina la Yesu. Amen, amen. Mungu wangu akubariki, Mungu wangu akutunze. Omba neema Mungu kusaidia. Fuatilia zaidi mafundisho yangu, fuatilia zaidi huduma yangu, fuatilia zaidi, na Mungu akubariki.